Yale mbele yetu sasa ndio yule mwenyewe mzee wa fakti, mzee wa ushahidi, mwana michezo lakini mshabiki wa klabu ya Simba ambaye amejizolea sifa kemkem kwa namna ambavyo anaweka mazungumzo yake kwenye hali ya ushabiki lakini kwenye hali ya ukweli. Mandala ndo huyu ambaye anakwenda kutuambia anachokiona kuelekea Jumatano kwenye mchezo wa marejeano dhidi ya Al-Masry. Bwana Mandala, mimi swali langu ni moja tu. Unafikiri kwa nini Simba mmempa nafasi mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha? Iliali wananchi wananungunika huko, walionewa mtu wao kwa jela, kwa lupango kwa masaa kadhaa, kuna mgogoro wa Tabora na Yanga, alafu ghafla mnamteua kuja kwenye shughuli yenu. Mnachochea moto kwenye moto. Unajua kuna vitu kimoja tukijue. Sawa. Sisi kumwalika mkuu wa mkoa au uongozi wa Simba kumwalika mkuu wa mkoa ni utetezi wa mpira. Yaani sisi kwa Tabora kuliko ni utetezi wa mpira. Yaani sisi kumwalika mkuu wa mkoa ni utetezi wa mpira. Kuna watu wanataka waubake mpira wetu Tanzania. Kuna watu wanauhujumu mpira wa Tanzania. Kuna watu wanaofanya vibaya mpira wa Tanzania. Na sisi kumbuka, Simba Sports Club sisi ndio tochi ya mpira Tanzania. Sisi ndio nuru ya mpira wa Tanzania. Sisi ndio tunye uchungu na mpira wa Tanzania kwa sababu tunajua thamani ya mpira wetu. Kutoa biashara tunazozifanya ndani ya klabu, pia tunajua nini thamani ya mpira ndani ya nchi yetu Tanzania. Na ndio maana sisi tunapoona watu wowote wanaleta uchochezi au watu wowote wanaopotosha mpira Tanzania, sisi haki yetu kwenda kutetea mpira Tanzania. Na ndio maana tumemwalika mkuu wa mkoa kwa ajili ya kuonyesha kwamba tunautetea mpira wa Tanzania. Hiyo ndo dhamira yenu. Sio kama mnachochea moto ambao unawaka kati ya wenzenu. Wenzenu wananungunika sana na mkuu wa Tabora. Sikiliza. Ukiangalia kiundani ile kesi ya Alikamo pamoja na mkuu wa mkoa kwa Alikamo kutia ndani, kama ukifuatilia mpira au ukiwa mtaalamu au ukiwa msomi kama sisi wana Simba ambao ni wasomi, kwa sababu sisi ni wasomi, na ndio maana hata shughuli zetu tumekuja kuzileta hapa chuo kikuu kutokana sisi ni wasomi. Sisi sio kama wale walioshia vidudu. Mashabiki wa Simba mwenye elimu ndogo ana diploma na masters. 89% mashabiki wa Simba wote tuna elimu wasomi. Sisi sio wauza mitumba. Sisi sio wauza mashati. Kwa hiyo ukifuatilia vizuri ile kesi, ukimsikiliza mkuu wa mkoa speech yake, hakungusa mtu, kaigusa Yanga. Ukimsikiliza mkuu wa mkoa akasema Yanga wamekuja kichwa kumtaja mtu. Mkuu wa mkoa kumtaja rais wa nchi. Mkuu wa mkoa kumtaja Alikamwe. Mkuu wa mkoa kumtaja injinia, akasema Yanga wamekuja kichwa. Kama mwandishi umesomea habari utaelewa mimi namaanisha nini. Sawa. Kwa hiyo Alikamwe yeye kavaga. Nisikilize. Nakusikiliza. Kama umesomea habari, kama mwandishi wa habari utanielewa na utamuelewa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa kumgusa mtu, kasema Yanga wamekuja kichwa. Hata mkimpeleka mahakamani, nothing, no case. Alikamwe kaja kichwa. Alikamwe kaja kiwinjiwinji, halafu anashindwa kuelewa huyu mtu anamwingilia kichwa ni nani. Unapomwongelea mkuu wa mkoa unaongelea usalama wa mkoa. Unapomwongelea mkuu wa mkoa unaongelea mwakilishi wa rais ndani ya mkoa. Unapomwongelea mkuu wa mkoa unaongelea ubavu wa rais wa nchi ndani ya mkoa. Kwa hiyo unapomgusa mkuu wa mkoa unamgusa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkuu wa mkoa kuleta mpira kwenye siasa. Mkuu wa mkoa kaleta mpira kwenye mpira, ndio maana alisema Yanga wamekuja kichwa. Alisimama kama shabiki wa mkoa wake Tabora United. Alikamwe kaleta mpira kwenye siasa, na ndio maana akatamka haya maneno. Yasikilize maneno haya. Akasema Mama Samia tunakuheshimu sana, ila mtu wako huyu ule mtu ndani ya mkoa anatuchokonyoa. Umeona alivyoigusa siasa? Umeona alivyoigusa siasa? Narudia maneno ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa akasema Yanga wamekuja kichwa. Akungusa mtu kuingiza siasa. Kaongelea mpira. Alikamwe kaja akasema Mama Samia mtu wako tunakupenda sana, ila mtu wako uliomteua anatufanya nini? Kaigusa nini? Siasa.
na alomkamata Alikamwe sio mkuu wa mkoa, ni mamlaka protocol of national za kinchi. Hauwezi kuisemea nchi watu wa kuangalie vivi. Who are you? Yani wewe ni nani? Hauwezi kutukana protocol afu watu wa kuangalie. Who are you? Wewe ni nani? Yani hauwezi kutukana mamlaka watu wa kuchekee. Itakuwa sio mkoa, na ndio maana alapisiwa mkoa akafanya majukumu yake, kamata, tia ndani, kufundisha adabu. Yule ni mkuu wa mkoa. Kwa hiyo sisi jukumu letu wana Simba kama watetezi wa mpira Tanzania kumchukua mkuu wa mkoa na kumpa thamani yake, kwamba yeye ni mtu wa mpira, yeye ana thamani. Ndio maana tumemtambulisha kama mgeni rasmi. Hatupo kushindana na wauza mitumba. Sisi hatushindane na Yanga wauza mitumba, kwa sababu kesho wana siku ya mashati wauza mitumba Ilala Boma. Hatuwezi kushindana na watu walioisha chekechea. Hatuwezi kushindana na wakimbizi. Watu hata ndui hawana, namba za NIDA hawana, vitambulisho vya kula hawana. Huwa ushindane nao nini? Kwa Mwarabu anakwenda kufa Jumatano au Mwarabu kitambuta kitu gani? Sisi mechi ishaisha. Mechi ishaisha. Wana Simba wamekasirika. Wana Simba wana hasira, na hii tahadhari naitoa. Kwa hasira tulizokuwa nazo wana Simba, Mtanzania wowote anaohusika kuwaunga mkono Waarabu, ardhi inamuhusu. Hii ni tahadhari tunatoa. Hatusemi kifo. Mtanzania wote anakuja na malengo yake ya kuizuia Simba Sports Club isiende nusu finali, ardhi inamuhusu. Hii hapa inamuhusu. Futi 6. Hatucheki na mtu. Mwamposa anafanya kazi yake, shehe mkuu anafanya kazi yake, wachawi wanafanya kazi zao. Shiriki sasa uone. Jaribu kuizuia Simba uone. Weka ijaribu kuiblock Simba isiende nusu uone. Unapata ugonjwa wa kichocho mpaka ligi inaisha. Kichocho tena? Yani ukijaribu kuunga mkono Arabu, ukivaa jezi Arabu unapata kichocho mpaka ligi inaisha. Tunakuloga unaalisha mpaka Hapa imeandikwa Simba Sports Club mwaka 1999. Hii ni Sanda Mbeti, na hapa ni chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni Mandala, na hii ni Road to Jumatano. Bwana, shukrani sana.